tupo kwenye fungate, kungwi piga penga ningate. Hello. We're on set waiting for you, bro. Muziki ni sayansi na hisia. Leo hii tunapima vionjo na vigezo pamoja na wakali wa game. Brother Tryphon, mambo vipi? Poa sana. Sana kaka. Karibu katika kipindi chetu hiki. Sana. Kwa mara ya kwanza nafurahi sana na asanteni sana kwa kuniona kwamba nafaa kuwa sehemu ya kipindi. Sawa. Bwana brother, siku kama 2 nyuma hivi tuliona umezindua albamu yako ambayo inatambulika kama Amka. Hivi tuelezee kwa ufupi Amka ni nini? Okay. Amka ni jina la album ambayo nimezindua hii tarehe 3 kwa ni siku ya Jumamosi tarehe 3 ya mwezi wa 5, na ni albamu yangu ya kwanza tangu nimejihusisha na masuala ya music, tangu nimejiunga DCMA, Dao Countries Music Academy mwishoni mwa 2013. Kwa hiyo unaweza kuona ni experience gani ambayo nimeweza kuipata kwa kipindi chote cha muda wa miaka 12. Kwa hiyo haikuwa rahisi, na wazo lilikuja kipindi cha Ramadhani. Nilipata wazo baada ya kuona kwamba nimemaliza kufanya performance kwenye tamasha kubwa la Sauti za Busara. So ili nikawaza ili niendelee kuwa vichwani na midomoni mwa watu lazima nifanye jambo baada ya Ramadhani. Kwa kila kitu nikachora chini, nikasema time nzuri ya kufanya ni mwezi wa 5. Na mwezi wa 5 ya siku ya Jumamosi, nikaangalia Jumamosi inaangukia kwenye tarehe gani, kaona ni tarehe 3, nikawaza na venue iwe hapo Baraza la Wawakilishi la zamani. Kwa hiyo ikaja hivyo. Sasa kwa nini Amka? So nikasema hiyo ndio time sahihi ya kuzindua album. Lakini kwa nini Amka? Nasema Amka inafaa sababu 2 kubwa. Sababu ya kwanza ni kutokana na wimbo ambao umo ndani ya album unaitwa Amka, ambao ni wimbo wa kwanza kwa sababu album inajumuisha nyimbo 10. Kwa hiyo Amka ni wimbo wa kwanza. Kwa hiyo ni sababu moja, lakini sababu ya pili imekuja kwa nini kaona jina linafaa, kwa sababu nilihitaji kuamsha watu ambao ama hadhira ambao imezoea ikisikiliza aina zingine za muziki na kuamini kwamba okay, hii ndio muziki ambayo inapaswa kusikilizwa. Kwa hiyo unakuta walilala huko na walilowea huko kiasi kwamba wanashindwa kufahamu kwamba kuna ladha nyingine tofauti, kuna vionjo vingine tofauti vya muziki. Kwa hiyo lengo ama sababu ya pili kuwa ni kuamsha hadhira kwamba na huku pia kuna aina nyingine ya muziki inaitwa Afrofusion. Kwa sababu mimi nafanya aina 2 tu za muziki. Kwanza ni taarabu asilia kwa sababu ni nyumbani Zanzibar. Kwa hiyo nafanya na peperusha bendera hiyo. Ya pili ni Afrofusion au fusion music, maana yake ni muziki mchanganyiko. Sasa bwana brother, nimepata nafasi ya kusikiliza ngoma zako zote katika album. Kusema kweli album ni nzuri sana na hongera sana brother. Kwa wasanii hawa 3 ambao wanafuata kati ya Makame Faki, Abdalla Isa pamoja na Mohamed Ilyas, kuna msanii mmoja alishawahi kutoa ngoma ambayo ina idea ya kumwaahidi mpenzi wake kwamba atamuoa. Yaani alimwaahidi ndoa, maana yake jinsi ninavyoeleza ile ngoma, na hicho kitu tulikiona same katika albamu yako, yani ya kwamba kuna nyimbo fulani uliimba ukiwa unamwaahidi mpenzi vile vile utamuoa. Hivi unaweza ukatuambia maana yake ni msanii gani kati ya wasanii 3 waliimba wenyewe? Kiukweli hapana. Mimi sijawahi kusikia nyimbo hizo kwamba mtu anamwaahidi nani yake kwamba nitakuwa. Isipokuwa nyimbo nyingi zao zinajikita kwenye kwamba hizo nitakuwa na wewe daima, ama ni hivyo na kupenda mwingine hakuna, lakini kuahidi kwenye masuala ya ndoa sifikiri, sijawahi kusikia. Na mimi kwa nini imekuja wazo hilo la idea nitakuoa? Of course kuna kipindi hapa kulikuwa kuna hizi taharuki
vikundi vyetu vipendwa ambavyo vikongwe, Culture Musical Club na Nadi Ikhwan Safa, ambacho pia ni kikundi changu. Nadi Ikhwan Safa ni humo ndani walipoweka mgomo wa nyimbo zao kutokutaka kupigwa kutokana na masuala ya haki miliki na nini. Sasa nikasema hii ni fursa nzuri ama ni wakati mzuri wa mimi kuweza kuonyesha uwezo wangu. Nasema mimi ni mwanamuziki msomi, nina uwezo wa kutunga taarabu za kwangu. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia taarabu inaadili ama inajihusisha na vitu gani kwenye utunzi, mashairi, muziki. Basi nikatafiti kidogo, nikasema kwa upande wa mashairi natumia lugha sana ya mafumbo na itumie lugha ya wazi kusema matusi. Na hata kama itazungumzia mapenzi, na ina mapenzi ambayo mtoto anaweza kusikiliza, mtu mzima anaweza kusikiliza. Lakini kimafumbo niliwahi kuja na shairi la Kiwembe ambalo lilikuwa linasema: Kiwembe ninakuasa nitunzie siri zangu, hata wakihonga pesa siwaambie walimwengu, kote umeshanigusa sehemu za mwili wangu, usije nitenda visa kuniadhiri mwenzangu, unitoka na shilingi kukufuata uliko, na nywele zikiwa nyingi kuninyoa haki yako, wala kwa kisu siendi napenda huduma yako, unajua yangu mengi hujawahi payukapo. Hilo lilikuwa shairi la Kiwembe, lakini baadaye nikasema mapenzi nitunge kuhusu nini. Ikaja idea ya hiyo. Nafikiri ni muda wa kuwasemea watu ambao watu wasiende kutumia vibaya huu wimbo kuahidi watu alafu hawatekelezi hizo ahadi. Hii ni kwa wale wote ambao wanaahidi na kutekeleza. Kwa ngasema wacha niwasemea watu. Basi nasema acha nizungumzie ndoa. Ndoa nizungumzie kinamna gani? Nizungumzie kwenye ahadi hii hapo. Sasa so kuna bendi mbili ulizitaja. Kuna Nadia Ikhwan Safa na Culture Musical Club, Musical Club. Kati ya hizo bendi mbili, kwa mfano umepewa nafasi ya unahodha katika boti ambayo unatakiwa wabebe wanamuziki pamoja na hizo bendi mbili. So yani zimebaki bendi mbili, na katika hizo bendi mbili unatakiwa ichukue bendi moja. Zikizidi zote mbili, yani ikizidi moja kati ya mbili, boti haiwezi kufika hiyo safari. So ungependelea kuichukua bendi gani hapo usafiri nayo? Unanifitinisha. Yeah, of course kwa hizo mbili zote naheshimu mchango wao kwenye taarabu asilia. Lakini binafsi ningeichukua Nadi Ikhwan Safa. Sababu ndio yangu, mimi ni mwanachama na napiga muziki kwenye hiko kikundi. Kwa hiyo mtu chake. Lakini wote na appreciate sababu wote wamefanya kazi kubwa sana kuenzi na kutangaza muziki wa asili. Kazi kubwa na kazi nzuri sana kabisa. Muziki una takriban miaka ngapi sijui. Kwa hiyo wasingeamua kufanya jitihada za makusudi, sisi labda tusingeukuta hapo. Kwa hiyo maua mengi yaende kwao. Hongera sana brother. Zanzibar ikiwa Captures Brand Production ikiwa imebeba dhamana ya kushuti music video za wanamuziki wote wa Zanzibar. Hivi kama inakupa nafasi Captures Brand Production kwa ajili ya kushutia wimbo wako mmoja katika albamu yako, ungependa kuwapa wimbo gani waishuti na kwa nini? Na kwa nini? Wimbo gani na kwa nini? Nadhani labda kuna wimbo mbili, lakini kwa vile wimbo ni mmoja ambaye nitaka nitoe, labda huu Nitakuoa. Najua umechagua Nitakuoa kwa sababu ni miongoni mwa nyimbo ambazo Captures Brand manake tumezipenda zaidi. Tumezipenda nyimbo zote, ila hizo tumezipenda zaidi. Kabisa, ukizingatia iko na hiyo haiba na mandhari ya Kizanzibari. Kwa hiyo najua kabisa inakuwa ni so easy. Najua mnaweza kufanya kitu chochote. Lakini nahisi hiyo. Basi sisi Captures Brand tungependa kutoa udhamini wa hiyo video. Shooting mpaka kukamilika. Inshallah kwa majaliwa. Nashukuru sana. Hivi kwa mfano, ndio tujalie unaamka asubuhi, afu unakuta simu ya Waziri Tabia. Manake unaamka asubuhi, Waziri Tabia anapiga simu. Baada ya kupokea anakuambia try phone niambie. Hivi utamwambia nini? Okay, na wakati huo unajua kabisa hii ni simu ya Waziri Tabia. Labda nimesave na sababu of course namba yake sina, lakini wao ni rahisi kupata namba zetu once wakitutaka. Kwa hiyo ikitokea kwamba nimesave namba na nikajua, sababu muda mwingine huwa inategemea ni namna gani mnakuwa mkizungumza. Lakini kama ndio mara ya kwanza napokea simu yake labda baada ya kubadilishana,
Tryphon vipi niambie. Tamwambia tuna mheshimiwa vipi hali. Sio kitu cha kwanza ambacho utakachomwambia. Sasa. Kwa salamu alafu utamsikiliza. Naam. Actually katika nchi yetu Zanzibar na Tanzania kiujumla tuna marais wazuri sana, mama yetu pamoja na baba yetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wanaongoza vizuri nchi yetu mpaka kufikia sasa hivi kwamba tunaishi kwa amani, au sio? Hakuna migogoro yoyote. So Tryphon kama msanii ukipewa nafasi washauri marais wetu katika swala zima la sanaa yetu ya Zanzibar na Tanzania kiujumla, labda ungependa kutoa ushauri gani? Nafikiri kwa upande wa Tanzania bara, kutokana na watu ambao mama amewateua katika kuisimamia sanaa ya kule, wanajitahidi sana. Kuna mabadiliko mengi sana yanafanyika na tunayaona, lakini kwa Zanzibar kidogo bado, na sijui ni kwa sababu gani tunakosa hiyo nguvu ya kuipeleka sanaa yetu mbele. Umeona, inakuta kwamba msanii ili aweze kuipeleka sanaa mbele anatumia nguvu kubwa sana bila ya kupata msaada ama kuungwa mkono kwa asilimia fulani na mamlaka husika. Unakuta kwamba ni ambao wapo kwa ajili ya kutekeleza majukumu ambayo wamekabidhiwa, labda tupo hapa tafanya usajili, tafanya hiki, lakini kuwekeza nguvu katika kuhakikisha kwamba tunahitaji wasanii wetu wafike mahala fulani, kwa kitu sijakiona hapa. Niwe tu mwazi. Hivi unahisi mpaka inakuwa hivyo, shida ni nini? Shida ipo kwa wasanii au wadau wa sanaa? Hivi unahisi shida ipo wapi? Shida kwa wasanii kwanza, lakini pili kwa mamlaka husika, kwa sababu sio kila mtu anaweza akawa Tryphon. Kwa sababu mimi hata usiponipa support sitokata tamaa, nita keep moving, nitaendeleza harakati, kwa sababu najua iko siku utakuja kuniona. Lakini watu wengine wana mioyo mepesi ambao watajitahidi kwa kipindi fulani, lakini wakiona wapati support kutoka sehemu ambao labda walikuwa wanaweka matarajio makubwa sana ya kuweza kusaidiwa, wakiona kwamba wasaidiwi, ni rahisi sana kuingia mitini. Kwa hiyo angalau basi isiwe kwangu ambaye mimi tayari najitambua, najua kabisa siweki matumaini kwa serikali. Kusema kwamba iko siku itaniletea pesa mfukoni ama itaniandalia miundombinu 1 2 3 4 5. Hapana, lakini kuna hawa wengine. Kwa hiyo watengeneze, ukizungumza kiujumla Jamala ni of course wasanii kiupande wao, kwa sababu ya hiyo ya kukata tamaa, labda once wakiona kwamba wapati support. Lakini nyingine ni kwa mamlaka husika yenye hakuna hiyo miundombinu ambayo saidizi kwa wasanii. Mimi nahisi kwamba labda wasanii wajisupport wenyewe kwanza, wafanye kwa jitihada, then baadaye. Lakini kama ambavyo nilivyokuambia, unajua ukimuongoza mtu ni kama mtoto. Mfano kwenye familia nyumbani, mzee kuna baadhi ya watoto wanazaliwa by nature wanapenda kwenda shule. Mzee atumii nguvu sana kumwambia bana kesho unapaswa uamke wewe. Lakini kuna wenzangu na mimi hapa sasa, bila bakora, bila ndoa tena, hapo bakora na kukamatwa mkono mpaka wapi? Tena kila siku, hata kama unaonyeshwa unajua hii ni kwa manufaa yako mwenyewe kesho hii. Kwa hiyo ipo hivyo, sio kila mtu anaweza kujipambania mwenyewe na kuwa na hiyo akili ya kusema okay, hii ni kwa manufaa yangu, as long as wewe unaongozwa ukui. Kabisa. Kwa hiyo of course nawaita sana kwa wasanii na nikiojua wanasema sana na wahamasisha wasiwe ni watu wa kukatishwa tamaa. Once ikitokea tarajio ambalo walikuwa wanalitarajia kwa wakati ule hawakupata, ama walikuwa wanatarajia msaada kutoka sehemu fulani zene hawakusaidiwa, wao wakakata tamaa, wa keep moving. Naweza nikatoa ushahidi wa hii. Mfano uzinduzi wangu wa albamu ya Amka. Imagine ilikuwa very short time kufanya uzinduzi mkubwa wa budget kubwa. Nimepanga ndani ya mwezi mmoja. Na wakati nawaza sio kama nilikuwa nina pesa mfukoni, unajua. Haipo. Sijui umenielewa. Niliitisha meeting yangu ya mwanzo na viongozi wangu pale DCMA, nikawaambia kwamba tarehe 3 mwezi wa 5 ukumbi huu nataka nifanye uzinduzi wa album. Sijui umenielewa. Lakini sina 100 na roughly budget ambayo naitaka
milioni 25 mpaka 30. Yeah, sure. Sijui umenielewa? Yeah. Nimechora hivyo. Lakini nikawaambia hivi, hebu kaka jaribu kuandika proposal afu tuone wapi naweza kupitisha bakuli. Okay. Nikawapa angalizo. Nikaambia uzinduzi nitafanya, haijalishi nitapata kiasi gani. Yes. Nikipata 100,000 nitafanya uzinduzi wa 100,000. Umeona hiyo sasa? Yeah, sure. Rayphone ni miongoni mwa wasanii ambao wanapiga ala nyingi za muziki. Ndio. Ningependa kujua hivi ala gani ambayo ilikupa tabu sana kuijua kuipiga maana? Well, ala ambayo imenipa tabu of course ni ala yangu ya mwanzo ambayo inaitwa accordion. Yeah. Ni kile chombo ambacho kinanipa utambulisho kabisa. Yeah. Kile ambacho napiga hivi. Sababu ile ndio mimi. Sababu ni chombo ambacho nimejifunza kwa miaka 4, alafu baadaye ndio nikaja huko. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa nini kimenipa ugumu? Sababu ni kwa mara ya kwanza tangu nimejiunga Dau Countries Music Academy kupata ile kujengwa manake kuwa professional musician. Kwa hiyo ndio chombo kilichonifungua masikio. Kwa hiyo kwenda kwenye vyombo vingine ilikuwa ni so easy kwa sababu baadhi ya vitu ilikuwa ni kuhamisha tu kutoka kwenye accordion kwenda kwenye hivyo vyombo vingine. Takachokuwa kinanishinda ni ile misingi ya mwanzo tu, lakini nikishapata kwa unajua nikifanya zoezi gani nitaongeza kitu gani kwa sababu ya chombo ambacho kimetangulia. Kwa hiyo accordion ndio chombo kilichonipa ugumu zaidi ya hivi vingine ambavyo napiga.